uliyevaa mwili, ondoka. Ondoka. Chibwe ndani yake. Bye bye. Kwa jina la Yesu. Hii ni saa ya kufunguliwa kwako na dada wajibu, Nabii Oliva Elisha. Nabii Oliva, dada wajibu, ana majibu ya maswali yako. Una swali? Piga simu namba 0678-429-429 na 0692-370-805. Utahudumiwa kwa saa 24. Bwana Yesu asifiwe. Shalom shalom. Ni mwezi mwingine tena ambao Bwana Yesu amenileta katika studio hizi kwa ajili ya kusema na wewe. Asubuhi ya leo ninataka niseme na wewe neno la Mungu ya kwamba Mungu anakuwazia mema. Huyu Mungu ni wa rehema, huyu Mungu ni wa huruma, huyu Mungu ni wa upendo. Amenileta katika studio hizi nikwambie kwamba anakuwazia mema. Haijalishi unapitia nini katika maisha yako, haijalishi ni miezi miwili imeisha, hakuna dalili ya baraka yoyote ama amani yoyote. Mwaka umeanza na majanga. Asubuhi ya leo ninayo habari njema kwako. Wewe unayetazama kipindi hiki, Mungu anakuwazia mema. Ukisoma katika kile kitabu cha Yeremia sura ile 29 na mstari wa 11, maandiko yanasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Ninaposema Mungu anakuwazia mema, nina maana kwamba anakuwazia mema katika uchumi wako, anakuwazia mema katika afya yako, anakuwazia mema katika kazi ya mikono yako, na anakuwazia mema hata kwa maisha yako ya kiroho. Lakini pia Yesu ni mfalme wa amani. Kuna watu mnanitazama asubuhi ya leo hauna amani kabisa, na unawaza kwamba labda kwa sababu ya dhambi za wazazi wangu, labda kwa sababu ya makosa yangu, labda kwa sababu ya muonekano wangu, na ndio maana maisha yangu yamefika hapa nilipo. Nataka nikwambie Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo, ili kila atakayemwamini asipotee. Hebu inua imani yako mwezi huu wa 3. Kwetu sisi kama kanisa ni mwezi wa vita vya kiroho. Ninao ujumbe nikisema Mungu anakuwazia mema. Je, unawaza ya kwamba Mungu amekuacha? Na nataka nikutangazie Mungu hajakuacha. Mungu anakupenda. Yeye hamtupi mtu. Maombolezo 3:33 inasema Mungu hajamwazia mwanadamu mambo mabaya. Yeye anamhurumia mwanadamu. Mungu anakuhurumia katika hali ngumu ulionayo, katika magonjwa ulionayo, katika kesi ulionayo mahakamani. Mungu yuko pamoja na wewe. Ukisoma kile kitabu cha Isaya sura ile ya 43 na ule mstari wa 5, anamwambia nabii Isaya, usiogope maana mimi ni pamoja nawe. Kuna mtu una deni, unaogopa, vikoba unadaiwa, unaogopa, magonjwa wamekutangazia una HIV na umeshaanza kunywa dawa, unaogopa. Wamekutangazia ya kwamba wewe hauwezi kushinda uchaguzi huu ambao unakuja, unaogopa. Wamekuambia kuna watu wanakuloga, unaogopa. Biashara yako kila siku inazidi kuwa uwezi, unaogopa. Wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, mwimbaji, mchungaji, mtume, nabii, unapita katika kipindi kigumu na unaogopa, unaona kama utazama. Nataka nikwambie, nabii Isaya aliambiwa na Bwana, usiogope maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakukusanya toka magharibi. Nitaiambia kaskazini kutoa, na nayo kusi usizuie. Walete wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumbia kwa jina la utukufu wangu mimi, nimemuumba na mimi nimemfanya. Mungu anasema na nabii Isaya awaambie watu wake kwamba wasiogope. Nami nimetumwa hapa kama nabii mke kukuambia ya kwamba Mungu anakuwazia mema. Mungu hataki ufe kifo cha mapema. Ni kweli kwenye ukoo wenu kuna maswala ya ajali, sukari, kansa. Ni kweli vijidudu vimeshakula mwili wako. Sasa hivi wewe ulikuwa unaenda kazini, lakini leo watu wanakuvisha pampers, wanakugeuza. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, usikate tamaa.
Biblia inasema katika ile Luka 1:30, imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Msubiri Mungu, kwa nyakati na majira yake atakutokea katika tatizo lako. Mungu anakuwazia mema, sio mpango wake ufe. Anamwambia nitaamuru kaskazini itoe. Hauna fedha mwana wa Mungu, hauna amani mwana wa Mungu, Mungu anatuma mtu mwingine katika maisha yako. Usiangalie na wala usihangaike na vile vitu ambavyo umevipoteza. Ili Mungu akutendee na ujue mawazo yake ni amina na ni kweli, usikumbuke mambo mabaya ya nyuma. Msubiri Mungu, tembea katika neno la msamaha, ishi maisha matakatifu ukiamini ya kwamba aliyekuleta katika ulimwengu huu ni Mungu. Biblia inasema katika Mwanzo 1, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu akatawale. Mungu amekuleta hapa duniani, utaishi, utakula. Hata we unayenitazama na unaona ni mzee, unasema mimi wakati wangu umepita. Mungu anakuwazia mema katika uzee wako. We ni kijana, unasema sina wazazi, sijasoma, sina elimu, sina mtu wa kunishika mkono. Yuko mtu katika Biblia alikaa miaka 38 akisubiri mtu wa kumtia birikani, lakini Yesu alipotokea katika maisha yake, yule mtu uponyaji ulitokea. Na tamka uzima na uponyaji katika maisha yako. Nataka nikwambie Mungu anakuwazia mema. Amesema yeyote atakayeuambia mlima au ng'oka ukatupwe baharini, amini moyoni mwake na sio na mashaka, huo mlima utaondoka. Je, una mawazo gani? Una hofu juu ya nini? Asubuhi ya leo ujumbe wangu kwako ni kwamba katika yale yote ambayo unayapitia, Mungu anakuwazia mema. Katika huo ugonjwa by the way umekuja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hiyo hali ya madeni by the way imekuja kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hiyo ndoa yako kutokuwa na amani ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Huyo mchumba kukukataa na kukuacha ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hiyo biashara yako ambayo imekuwa ikisuasua, iachilie mbele za Mungu, ikabidhi mbele za Mungu, na Mungu tunayemtumikia ni mwaminifu. Biblia inasema kwa maana mawazo ninayowazia mimi ni mawazo ya amani. Mtu wa Mungu unayetazama kipindi hiki asubuhi ya leo, Yesu Kristo ni mfalme wa amani. Natamka amani ndani ya moyo wako. Wewe ambaye umevunjika moyo na kukata tamaa, wewe ambaye unaona hauoni kesho, ni mwezi wa 3 lakini there is no breakthrough, Mungu anaenda kuingilia kati. Yeye ni baba wa yatima, yeye ni mume wa wajane, na kwake hakuna jambo ambalo haliwezekani. Je, unaona Mungu asiyeweza? Luka 1:37 anasema hakika hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu, na yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Muamini Mungu, heshimu watu, ishi maisha ya kumcha yeye, toa vitu na sadaka zako kwa Bwana, na huyu Mungu ni mwaminifu. Atatenda na atafanya jambo kwa wakati wake. Asubuhi ya leo nataka niseme na wewe, mawazo ya Mungu ni tofauti na mawazo yako. Mungu Baba anakuwazia mema. Mungu Baba anaenda kukupa afya njema, anaenda kukupa ndoa yenye furaha na amani. Wewe ambaye ni mjane, jiachilie kwa Bwana. Wewe ambaye umepoteza fedha, jiachilie kwa Bwana. Wewe ambaye ni mwanafunzi unasoma na uoni dalili ya kufaulu, jiachilie kwa Bwana. Mawazo yake ni tofauti na mawazo yako. Na kutangazia amani, na kutangazia uponyaji, na kutangazia kibali. Mwezi huu nguvu za Mungu zikutane na wewe. Wewe ambaye ni mgonjwa, Bwana akuponye. Wewe ambaye unahitaji watoto, pokea neema. Wewe ambaye unahitaji karama na vipawa, Bwana arejee kwako tena kwa upya, aweke nguvu zake, neema yake, ukatawale na kumiliki mwaka huu wa kumiliki na kutawala. Nataka nikuambie Mungu anakuwazia mema. Huo ulikuwa ni ujumbe wangu kwako. Usikate tamaa. Shalom, shalom. Uchawi ulioachiliwa, wewe joka uliyevaa mwili, ondoka, ondoka, chibwe ndani yake. Bye bye kwa jina la Yesu.
Hii ni saa ya kufunguliwa kwako na dada wa jibu, Nabii Oliva Elisha. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Una swali? Piga simu namba 0678429429 na 0692370805. Utahudumiwa kwa saa 24.